Godbless Lema ageuka na kumunga mkono Samia Suluhu huku akipinga kwamba uchaguzi haufai kurudiwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascoop, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Wito wa kurudiwa kwa uchaguzi uliopita umegeuka kuwa bomu la kisiasa lililotoa katikati upinzani wa Tanzania, ukifichua kwa wakati mmoja hasira za wananchi kukata kama tamaa kwa wapiga kura na ufa mkubwa uliopo katika mikakati ya vyama vinavyodai kusimamia mabadiliko ya kidemokrasia. Kilichoanza kama kauli ya ACT Wazalendo kiligeuka ama kuhusu uhalali wa mchakato wa uchaguzi kiliibuka kuwa mjadala mpana unaogusa kiini cha siasa za upinzani, nafasi ya wananchi katika demokrasia na hatima ya mapambano dhidi ya mfumo unaotuhumiwa kujilinda kwa nguvu ya dola. Ndani ya mazingira hayo yenye msisimko, majibu ya Godbless Lema kupitia video iliyosambaa mitandaoni alikatiza simulizi la kawaida na kulazimisha taifa kusikiliza hoja nzito kuhusu mwelekeo wa harakati za kisiasa. Kauli ya Lema haikulenga tu kukosoa wazo la kurudia uchaguzi, bali ililenga moja kwa moja tabia iliyojengeka kwa muda mrefu ndani ya upinzani ya kutafuta suluhisho la papo kwa hapo badala ya kujenga mkakati wa muda mrefu dhidi ya mfumo wa kisiasa unaodhibitiwa. Kwa kusisitiza kuwa kurudia uchaguzi si suluhisho la msingi, Lema aliweka bayana hoja kwamba tatizo la Tanzania haliko kwenye siku ya kupiga kura pekee, bali kwenye mazingira yote yanayoizunguka, kuanzia sheria za uchaguzi, usimamizi wa taasisi, matumizi ya vyombo vya dola hadi hofu inayopandikizwa kwa wananchi kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mjadala huu unajitokeza katika muktadha mpana wa historia ya uchaguzi Tanzania, ambapo madai ya uhalali yamekuwa yakijirudia karibu kila mzunguko wa uchaguzi mkuu au kwa serikali za mitaa. Na tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mapema ni miaka ya 1990, chaguzi zimekuwa zikisifiwa kwa utulivu, lakini zikikosolewa kwa ushindani usio sawa. Tume ya uchaguzi, sheria zinazosimamia vyama vya siasa na nafasi ya watendaji wa serikali vimekuwa vikitajwa mara kwa mara kama vikwazo vinavyopunguza maana halisi ya kura ya mwananchi. Na ndani ya mazingira hayo, wito wa kurudia uchaguzi huonekana kwa wananchi wengi kama kilio cha haki, lakini pia kama ishara ya kukwama kwa mikakati ya kisiasa. ACT Wazalendo ilipoibua hoja ya kurudiwa kwa uchaguzi, iligusa hisia za wapiga kura waliopoteza imani na matokeo yaliyotangazwa. Hata hivyo, majibu ya Lema yalielekeza mjadala katika eneo gumu zaidi, akionya kwamba kauli kama hizo zisipoambatana na mwelekeo wa kisiasa ulio wazi zinaweza kugeuka mzigo kwa harakati za pamoja. Alionyesha hatari ya upinzani kutumia nguvu nyingi kushindana wao kwa wao badala ya kuelekeza nguvu hizo kwa mfumo wa utawala unaotajwa kudhibiti demokrasia. Hoja hii inaingia moja kwa moja katika historia ya migawanyiko ya upinzani Tanzania, na tangu vyama vikuu vya upinzani kuanza kupata nguvu katika chaguzi za miaka 2000, changamoto ya umoja imekuwa kikwazo kikubwa. Migawanyiko ya kimkakati, tofauti za kiuongozi na mashindano ya umaarufu vimekuwa vikidhoofisha uwezo wa vyama kusimama kama sauti moja dhidi ya chama tawala. Kauli ya Lema kuhusu hatari ya mgawanyiko haikuwa ya kinadharia, bali ilijengwa juu ya uzoefu wa muda mrefu wa harakati za kisiasa zilizokosa mshikamano katika nyakati muhimu. Na katika miaka hivi karibuni, mazingira ya kisiasa nchini yamekuwa magumu zaidi kwa upinzani. Mabadiliko ya sheria za vyama vya siasa, udhibiti wa mikutano ya hadhara na hatua za kiusalama dhidi ya wanaharakati vimeunda hali ambayo kushiriki siasa kunahitaji zaidi ya wito wa kurudia uchaguzi. Na ndani ya mazingira haya, hoja ya Lema ya kuunganisha nguvu, kujenga misingi ya demokrasia na kuhamasisha ushiriki wa wananchi inaonekana kama jaribio la kurejesha mjadala kwenye mizizi ya tatizo badala ya dalili zake. Mjibizo huu pia unaangazia mjadala mpana zaidi kuhusu nafasi ya wananchi katika demokrasia ya Tanzania.
Wakati wito wa kurudia uchaguzi unaweza kuonekana kama hatua ya kulinda kura, Lema alionya kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba bila wananchi kushiriki kikamilifu na bila harakati za kudumu, hata uchaguzi unaorudiwa unaweza kuishia kwenye matokeo yale yale. Historia ya nchi inaonyesha kuwa chaguzi zilizofanyika katika mazingira ya hofu na udhibiti zimekuwa zikizaa uongozi unaokosa uhalali wa kijamii, hali ambayo inaongeza ufa kati ya serikali na raia. Na katika ngazi ya kimataifa na kikanda, mjadala wa uchaguzi Tanzania umevutia macho ya wadau wa haki za binadamu na taasisi za kikanda. Ripoti ya waangalizi wa uchunguzi ama uchaguzi wa ndani na nje pamoja na kauli za mashirika ya kiraia zimekuwa zikionyesha wasiwasi kuhusu mwelekeo wa demokrasia wakati mataifa jirani yamekabiliwa na changamoto zao za kisiasa, na Tanzania imekuwa ikitajwa kama mfano wa nchi yenye utulivu wa juu lakini uwazi mdogo wa kisiasa. Ndani ya muktadha huo, mgongano wa hoja kati ya ACT Wazalendo na Lema unaongeza shinikizo kwa upinzani kuonyesha ukomavu wa kisiasa mbele ya wananchi na jumuiya ya kimataifa. Kauli ya Lema pia inagusa swala nyeti la uongozi ndani ya upinzani. Kama mwanasiasa aliyewahi kushika nafasi ya ubunge na anayefahamika kwa msimamo mkali dhidi ya serikali, kauli yake ina uzito unaovuka mipaka ya chama kimoja. Ilikuwa ni onyo kwamba si kila kauli kali inaleta mabadiliko na kwamba bila mkakati wa pamoja upinzani unaweza kuendelea kutoa malalamiko yanayorudia bila kubadilisha mizani ya nguvu za kisiasa. Na kwa ACT Wazalendo na vyama vingine, mjadala huu unaweka wazi changamoto ya kusawazisha hisia za wapiga kura waliokerwa na matokeo ya uchaguzi na mahitaji ya kisiasa ya muda mrefu. Wito wa kurudia uchaguzi unaweza kuwa njia ya kuonesha msimamo mkali, lakini bila mpango wa kujenga shinikizo la kitaifa na kimataifa unaweza kubaki kuwa kauli inayopotea kwenye kelele za mitandao ya kijamii. Na Lema alipoelekeza hoja zake kwenye umoja wa ujenzi wa misingi ya demokrasia, alitoa picha upinzani unaopaswa kufikiria zaidi ya tukio moja la uchaguzi. Mwisho wa mjadala huu naelekea kwenye swali pana zaidi la mustakabali wa siasa za Tanzania. Kama upinzani utaendelea kugawanyika juu ya mkakati, mfumo uliopo utaendelea kupata nguvu kupitia udhaifu wa wapinzani wake, na kimya cha wananchi, woga wa kushiriki na kukosa mwelekeo wa pamoja vinaweza kugeuka kuwa idhini ya kimya kwa hali ilivyo. Kauli ya Lema, iwe inapendwa au inapingwa ama inapigiwa upinzani, inaweka alama muhimu katika mjadala wa kitaifa kwa kulazimisha vyama vya wananchi kuangalia mbali zaidi ya uchaguzi mmoja na kuanza kufikiria aina ya demokrasia wanayotaka kurithisha Tanzania ya baadaye. Na katika historia ya mataifa mengi, nyakati za mivutano ya ndani ya upinzani zimekuwa kama chanzo cha mageuzi ya ukweli au mwanzo wa kudidimia kwa harakati za mabadiliko. Na Tanzania ipo katika makutano hayo. Kama sauti ya onyo zitapuuzwa na kile chama kujikita katika hoja zinazoongeza mgawanyiko, basi gharama yake italipwa na wananchi wanaoendelea kutamani haki, uwazi na usawa. Lakini kama mjadala huu utageuzwa kuwa fursa ya kujenga mshikamano, kuimarisha misingi ya demokrasia na kurejesha imani ya wananchi, basi hata kelele za baada ya uchaguzi zinaweza kuzaa mwanzo mpya. Ukimya, uoga na kutochukua hatua si hali zisizo na madhara, ni maamuzi yanayoamua kwa kimya mwelekeo wa taifa, na historia itahukumu kwa ukali wale waliokuwa na nafasi ya kubadilisha mwelekeo huo lakini wakachagua kubaki watazamaji. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa mjadala na vile kwa ushambuzi wa kina kama huu. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu.